Kitaba cha Kukua na Daktari Jim Richards. Sote tunatamani kuwa kitu. Hisia zetu za hatima hututia moyo kutazama wakati ujao kwa jukumu letu la kimungu. Kwa upande mmoja, hisia hii ya hatima inaweza kuwa ni hamu chanya inayotuongoza kwenye ukuaji chanya. Kwa upande mwingine, inaweza kuwa nguvu ya uharibifu inayodhoofisha kila ndoto yetu. Lazima tuelewe sheria fiche za moyo ili kufungua siri ya jinsi shauku yetu ya kuwa inaweza kufanya kazi kwa njia chanya na hasi. Dave, rafiki yangu, alibishana na kila mtu aliyemzunguka kila wiki ilipokuwa ikipingwa na ujumbe nilizokuwa nikihubiri. Alijaribu kujisawishi yeye mwenyewe na wengine kwamba hakubaliani na mtazamo wa mafundisho na kile ninachokuwa nikikisema. Lakini ukweli ulikuwa ni kwamba alikuwa na hofu, aliogopa changamoto ya ukuaji wa kibinafsi. Aligeuza kile ambacho kingekuwa changamoto chanya kwa kizuizi cha uharibifu kilichosaidiwa kwa faida yake kawa anguko lake. Dave alikuwa akikosa ukweli wa Methali 10:29 maishani mwake. Andiko hili linasema, njia ya Bwana ni nguvu kwa mnyofu. Neno mnyofu linamaanisha nyofu wale ambao mioyo yao imeunganishwa na ukweli wa Mungu, ufaida na ukweli. Wale ambao mioyo yao inapotosha kweli huharibiwa nao. Mwitiko wetu wa ukweli daima ni usemi wa hisia zetu za kibinafsi kulingana na sheria za fikizia za moyo. Sheria zile zinazotawala waumbile hufunua mioyo. Vipengele vya jinsi Mungu anavyofanya kazi mioyoni mwetu. Kwa mfano, katika fizikia, sheria ya nguvu kinyume inasema kwamba kwa kila tendo kuna mwitikio sawa na kinyume. Sheria hii inafanya kazi mioyoni mwetu. Ingawa mtazamo yetu yanaweza kuwa chanya, wakati huo huo maneno yetu yanaweza kuwa yanamaanisha kitu hisi na cha uharibifu kwa mioyo yetu. Dave alizungumza kila mara kwa maneno hasi ambayo yaliunda mwitikio wa uharibifu katika maisha yake. Alidhani changamoto ya ilikuwa ni changamoto ya kuwa. Uasi wake unaoendelea ulimfanya azingatie ukosefu wake au kutoweza badala ya uwezekano wake, kwa kusema vibaya kuhusu mabadiliko tunayotaka kuwafanya au kuhusu mchakato. Kimsingi tunaishia kujisawishi hata kutofanya juhudi. Cha kushangaza, kwa sababu ya kutoelewa kwetu kitendawili cha kuwa, tunaua mchakato ambao tayari umekamilika kwa ajili yetu. Kabla ya kuokolewa, tunatamani kuwa kitu kipya, kitu tofauti. Tamaa hizo inatusukuma kumtazama Mungu kwa nguvu na kubadilika. Mara tu tunapomkubali Yesu, awamu hiyo ya utafutaji inaisha. Tumekuwa kitu kipya. Huu ni msemo tu. Ni kweli umuhimu ni msingi wa maisha yote ya Agano Jipya. Mara tu tunapookolewa, tunapaswa kuanza kufanya upya akili zetu. Sasa kwa kuwa tumekuwa kiumbe kipya, tunahitaji kujiona katika utambulisho huu mpya. Huu unaweza kuwa ukiuaji mkubwa zaidi unaopata waongofu wapya. Hawajaanzishwa katika msingi ya imani na Kristo. Hawaambiwi kwamba wao ni viumbe vipya. Wanapofariki walikuwa wanasema dhambi zao tu. Wanafurahi, wanahisi upendo wa Mungu na wako tayari kufanya chochote na kila kitu ambacho kingekuwa muhimu ili kupendeza Mungu. Mara nyingi bidii hiyo yote, nguvu hiyo yote
chanya huelekezwa vibaya. Wamejipanga kwa shauku kwenye njia ya uharibifu kabla ya kuchukua hatua zao za kwanza. Siku zote tumejaribu kuwaweka watu katika msingi ya maisha ya Kikristo. Kumewekwa mtu katika njia sahihi ni muhimu kwa maisha ya ushindi. Kadri hili linaonyekea mapema, ndivyo uwezekano wa kuanguka katika mtego wa kujaribu kuwa ni mdogo. Wakati wa kuzaliwa upya, unahitaji kujua kwanza, dhambi zako zimesamehewa. Namba 2, umepewa zawadi ya haki. Namba 3, unastahili yote ambayo Mungu amekupa. Ukiwa mzee umekuwa, ukiendelea kujiona jinsi ulivyofanya hapo awali, utapata faida ndogo kutokana na kile ambacho Mungu amekufanyia. Lengo lako kuu ni kubadilisha jinsi unavyojiona, kuifanya upya akili yako. Ndio ufunguo, mahali pa kuanzia. Msingi wa maisha na Kristo ni mahali unapoanza kujiona kama kiumbe kipya. Unaondoka katika ulimwengu wa kuwa na kuingia mahali pa kuwa. Wale ambao hawajafurahishwa kuhusu dhana ya kuifanya upya akili wanafikiria bado wanahitaji kubadilika. Wanafuatilia mabadiliko kwa shauku zaidi kuliko hapo awali. Hata hivyo, bila kujua, wanaendesha sheria fikizia za moyo ya mwitikio. Kadri wanavyojiambia ninahitaji kubadilika, ndivyo wanavyoamini zaidi kwamba hawajabadilika. Kadri hamu yao ya kuwa zaidi, ndivyo wanavyoamini zaidi kwamba hawabadiliki. Shauku ya kweli ya kuishi maisha yanayopendeza Mungu mara nyingi inakuwa mtego ambao hauna njia ya kutoroka. Kama nabii Isaya alivyosema, watu wangu wamechukuliwa mateka kwa sababu hawana maarifa. Isaya 5:13. David alikuwa na hamu kubwa ya kupendeza Mungu. Kwa bahati mbaya, alikuwa na bidii bila maarifa. Mungu anaweza kufurahishwa tu na imani. Imani ni kuamini kazi ya Mungu iliyokamilika badala ya kukubali kile ambacho tayari kimefanywa na ajili yake. David alikuwa akijaribu kuwa, kwa hivyo ilimaarisha uongo kwamba hakuwa amebadilishwa tayari. Watu ambao wamefahamishwa upasavyo na dhana ya kufanya upya akili zao hugundua kuwa mabadiliko tayari yametokea. Hawajaribu tena kuwa wameingia katika ulimwengu wa mimi ndiye. Hawatafuti kubadilika. Hata hivyo, wanatafuta mabadiliko yanayojua wanapojiona katika mwanga wa nguvu ya Mungu iliyobadilisha. Ingawa dhana hii ya mabadiliko dhidi ya mabadiliko ni fiche, ni muhimu kwa afya ya kihisia na kiroho. Mabadiliko yanasema mimi siye na lazima niwe. Mabadiliko yanasema mimi ndiye na ninakubali mchakato. Moja huchangia imani na hujidhamini. Nyingine huelekea kutokuamini na haki inayozingatia kazi moja inayokupeleka mahali pa kupumzika. Nyingine inakupeleka mahali juhudi, uendelevu na kazi zilizokufa. Moja hutoa ufahamu wa haki, nyingine inatoa ufahamu wa dhambi. Tofauti zinaweza kuonekana fiche, matokeo yake ni makubwa. Mabadiliko ni ya nje, mabadiliko ni ya ndani. Mabadiliko hutokana na shinikizo. Watu wengi wanaojaribu kubadilika wanamotisha hasi. Wanadhamini tatizo lilipo ndani yao ni kutafuta kurekebisha. Wanahisi kushinikizwa kubadilika. Watu waliojisalimisha kwa mchakato wa mabadiliko hujiona wao ni nani hasa katika Yesu. Wanaamini wamefanywa kuwa wenye haki, wana sura yao wenye katika Kristo. Kisha wanajisalimisha kwa nguvu ya asili ya upya na haki. Asili Mungu ndani yao hufanya kazi hii. Inapita zaidi ya dhana za akili ya asili. Akili ya asili inasema lazima nibadilike ili kupendeza Mungu. Akili ya kiroho inasema nguvu ya Mungu iko ndani yangu. Nimewekwa, ninajisalimisha tu kwa nguvu yake inayofanya kazi ndani yangu. Katika kitabu cha Warumi, Mtume Paulo anajionyesha hali ngumu ya
mtu anayefariki kwamba mabadiliko yake yanatengemeza uwezo wake mwenyewe wa kimwili. Kwa maana wale wanaoishi kwa kufuata mwili huweka nia zao juu ya mambo ya mwili, lakini wale wanaoishi kwa kufuata Roho huweka nia zao juu ya mambo ya Roho. Kwa kuwa ni nia ya mwili ni mauti, bali kuwa na nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa sababu nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, na kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Kwa hivyo wale walio katika mwili hawawezi kupendeza Mungu. Warumi 8 mstari wa 5 mpaka wa 9. Huu ni mtazamo wa mtu ambaye hajafanya upya akili yake, jinsi inavyofikiri kufanya iwe vigumu kwake kuifikia nguvu zisizo za kikomo za Mungu. Amenaswa katika nguvu za kibinafsi, ingawa hiyo inaweza kumfanya kazi kwa baadhi ya hali, haitoshi kama kwa changamoto zote za maisha. Warumi 8 mstari wa 5 mpaka wa 9 inasomeka hivi katika Message Bible: wale wanaofikiri wanaweza kufanya hivyo hatimaye ujishughulisha na kupima misuli yao ya maadili, lakini hawajaamini kuitumia katika maisha halisi. Wale wanaoamini kitendo cha Mungu ndani yao hugundua kuwa Roho wa Mungu yuko ndani yao. Mungu aliye hai na aliyepumua hujishughulisha na mambo haya. Ni jambo lililowezekana kumzingatia Mungu atupeleke nje katika maisha ya wazi, katika maisha ya wasaa na uhuru. Kujishughulisha na nafasi ni kinyume cha kumzingatia Mungu. Mtu yeyote anayeshughulisha kabisa na nafsi hupuuza Mungu, huishia kufikiria zaidi kujihusu kuliko Mungu. Mtu huyo hupuuza Mungu ni nani na anachofanya ni Mungu hufurahi kupuuzwa. Je, unaweza kufikiria kuchanganyikiwa kwa kujaribu kwa bidii unawezavyo kufanya na kuwa kitu sahihi, lakini ukipuuza Mungu wakati wote utafuta kumpendeza Mungu, lakini ukiishi katika mtazamo unaofaa iwezekane. Paulo alisema hizi alipoelezea mtazamo wa Wayahudi wa dhati, lakini ubinafsi wa kuishi kwa ajili ya Mungu. Kwa maana anaweza kushuhudia juu yao kwamba wanabidii kwa ajili ya Mungu, lakini bidii yao haikuegemea maarifa, kwa kuwa hawakujua haki itakayo kwa Mungu na wakatafuta kuidhibitisha haki yao wenyewe. Hawakuitii haki ya Mungu. Warumi 10 mstari wa 2 na wa 3. Kati ya mambo yote ya uharibifu yaliyoletwa katika maisha ya mtu yanayopenda mabadiliko, mawili yanadhibitika kuwa hatari zaidi. Ya kwanza, kutengwa na nguvu ya Mungu, na uharibifu wa hisia yake kujidhamini. Mtu anapojitenga na nguvu ya Mungu ambayo tayari iko ndani yake, maisha yanabaki kuwa mapambano bila ushindi wowote au machache. Mwishowe uhusiano wake wote na Mungu unadhoofika. Hii husababisha uharibifu wa kujidhamini kwake, ambao husababisha hamu na shauku kufa. Kutambua kwamba mabadiliko tayari yamekaa ndani yako na kwamba ujisalimisha tu kwake kutaanza kumwachilia mtu ambaye umekuwa ukimuota kila wakati kwamba ungeweza kuwa.